Jengo hili linahitaji jumla ya bati 30 za futi 10. Of course jengo letu limefunga katika pande zote, kwa hiyo idadi ya bati kidogo inaweza ikaongezeka, na bati zake ni 30, lakini pia mbao za kench zinazopanda hapo juu ni jumla ya mbao 70, lakini pia jumla ya tofali za blocks ni 1000 kamili katika ujenzi wa hili jengo, kwa sababu kidogo kila kitu kiko katika size kubwa. Lakini pia kama utahitaji kutumia tofali za kuchoma, zinazotumika exactly ni tofali 3500, lakini katika upande wa tofali za kuchoma huwa tunaongeza idadi ya tofali kadhaa kufidia zile ambazo zinakuwa zinavunjika. Kwa hiyo kwa makadirio ya idadi ya tofali za kuchoma, ina maana lazima uwe na tofali 4000 kuweza kukamilisha jengo hili hapa. Napozungumzia tofali 1000 za blocks au tofali 4000 za kuchoma, hizi ni zile zinazotumika katika usawa wa boma peke yake, kwa maana kunyanyua jengo mpaka mwisho. Sawa, hapa sijahusisha tofali za msingi kwa sababu tofali za msingi zinatofautiana kulingana na eneo ambalo unaenda kujenga, na hizi zinakuja kutokana na sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni aina ya udongo unaopatikana kwenye kiwanja chako, na sababu ya pili ni shape ya kiwanja chako, kwa sababu kuna wengine viwanja vyao upande mmoja una mwinuko, mwingine una bonde, mwingine una mwinuko. Kwa hiyo hii nayo inakuwa ni changamoto inaweza kufanya ukatumia material mengi kuandaa msingi wako. Kwa hiyo sio sehemu ya material ambayo tunakuwa tunayataja wakati ambapo tutakuwa tukitoa takwimu zetu hapa. Jengo hili lina upana wa mita 7.9 sawa na mita 8, na urefu ni mita 5.9 sawa na mita 6. Kwa hiyo naweza kusema jengo hili lina upana wa mita 8 na urefu wa mita 6. Sawa, siko katika upande wa watu ambao watataka wewe ufeli, wewe ubaki kuwa mpangaji, au wewe uendelee kuwa mnyonge, kwa sababu ninaamini hapo ulipo unaweza. Lakini pia sitataka kukukatisha tamaa kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu tu nimepewa dhamana ya kukwambia wewe ujenge kwa aina gani. Hapana. Na ndio maana katika plan zote ambazo nazitoa siwezi kukwambia kwamba jengo hili litagharimu kiasi fulani, kwa sababu ninajua gharama za ujenzi huwa hazifanani. Lakini pia kauli yangu au sauti yangu inaweza kukuaminisha pale ambapo hakuna, yani inaweza kukuaminisha kwenye hakuna, na ndio maana hilo ni jambo ambalo huwa hatuhusiki nalo, kwa maana ya kumtajia mtu atatumia kiasi gani. Japo naweza kukwambia wewe ambaye unatumia tofali za kuchoma, kama una shilingi milioni 1 ndani, basi unaweza kununua tofali, na pia ukabaki na pesa ambayo inaweza ikakufanya ununue material mengine ya muhimu zaidi. Na material muhimu zaidi kununua, cha kwanza anza kununua tofali, cha pili anza kununua bati, na cha tatu unaweza ukaenda kuweka oda ya mbao za kench. Vitu vingine vyote unaweza ukavibadilisha ukakutana navyo, unaweza kuvisolve, kwa sababu havitakuja katika ukubwa sana kama hivyo vitu nilivyoweza kukutajia. Juu ya ujenzi wa wale ambao wanatumia tofali za kuchoma, hata ukitenga kwa tope hautachekwa. Sawa, kikubwa tuweze kuishi kwa sababu hata sisi tumeweza kukulia kwenye nyumba hizo. Jenga kwa tope ifikie hali fulani, usawa wa lenta, piga renta yako, mkanda mzuri wa simenti, and then baada hapo malizia kwa simenti. Tengeneza nyumba yako vizuri, ifanye finishing vizuri, itapendeza tu. Na wewe hapo unaishi shamba ambapo zinapatikana tofali za blocks, basi milioni 1 yako nenda kaandae material, andaa tofali. Najua hazitatosha, lakini utaendelea kujikusanya taratibu. Sawa, karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.